Kwa mfano katibu mwenezi wa Sikonge alikuwa ni moja kati ya watu anayesali na kulia machozi kwamba Lissu awe mwenyekiti. Pamoja na kwamba sio mjumbe wa mkutano mkuu, lakini alikuwa anatuhamasisha sisi lazima Lissu lazima. Lakini leo amehama yuko Chauma. Kwa sio wote waliohama Chadema kwenda Chauma walikuwa ni wafuasi wa Mbowe. Na sio wote waliobaki humu ni wafuasi wa Lissu. Kuna watu wametoka hadharani wamesema, kwa mfano Boniface Jacob Boniai amesema mimi nilikuwa kambi ya Mbowe lakini niko huku. Nani Sugu alikuwa kambi ya Mbowe lakini yuko huku. Kwa hizi sababu zilikuwa ni sababu za kitapeli za watu kutaka kushawishi watu wawafuate. Lakini mimi imani yangu ni kwamba kwa legacy aliyoitengeneza mheshimiwa Mbowe sio rahisi sana kuamini haya maneno wanayoongea hawa watu. Sio rahisi. Kwa sababu ni mtu ambaye ametengeneza historia kwa muda mrefu. Sidhani kama anaweza kukubali iharibike kwa vitu vidogo vidogo hivi vya mpito kama Chauma na wakina John Mlema na wakina Kigaila. Hao walikuwa wanatumia tu kiki. Kwa hiyo niseme tu chama chetu, msimamo wetu uko vizuri, na mwenyekiti wetu mstaafu yupo vizuri, na mwenyekiti wetu bado anapambana. Muda sio mrefu tutakuwa naye. Naamini haki itashinda. Sawa, tukiwa tumalizia na hili, pengine bado kuna kitu kwa tumekiacha hapo, utaenda kukijazia hapo. Mnatoka kaskazini, mnaingia kanda ya kati, mnakuja magharibi. Mmejipanga vipi? Sisi kwa upande ya kanda ya magharibi tumejipanga vizuri. Niseme labda kwa mimi, kwa maelekezo ambayo tumepewa na kanda, kwa maelekezo ambayo tumepewa na mikoa, tayari kwenye majimbo tumeanza maandalizi ya kupokea huo ugeni, maana ya kuandaa mazingira ya mikutano, mazingira ya vikao. Tumejipanga vizuri na tuko tayari anytimes, ambapo watakapokuwa tayari nafikiri ni kuanzia tarehe 10 kwenda mbele huko wataweza kuingia kanda ya magharibi. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na wananchi wameshahamasika, wanausubiri ugeni kwa hamu sana. Kwa hiyo tuko vizuri. Hakuna tatizo lolote. Sasa kwa tukirudi kwamba tukiwa tunamalizia tubaki kwa mheshimiwa Mbowe. Kwa sina shaka bado umekuwa kiongozi. Unadhani hiki kinachoendelea kuhusiana na Mbowe, unadhani heshima ya Mbowe iko wapi mpaka sasa? Heshima yake iko timamu. Na mimi nadhani wako wahuni wachache sana ambao wanafikiri kulitumia jina la Mbowe ni kumharibia legacy yake. Na ndio maana wanasema wakati mwingine ukimya ni majibu ya mpumbavu. Kwa hiyo hao wanaotumia jina lake kuharibu legacy yake, ukimya wake unaendelea kudhihirisha upumbavu wao. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba busara ya mheshimiwa mwenyekiti mstaafu ambayo ameilinda kwa miaka takriban 30 kwenye uhai wake wa ndani ya chama na miaka 21 akiwa mwenyekiti wa chama inaendelea kuwa vizuri. Lakini jambo jingine la msingi sana ni vizuri tu kwamba tukawasii wale, unajua wote walioondoka wakitumia jina lake ni watu fulani wenye tabia ya vinjanja. Mwalimu Nyerere aliwahi kutumia maneno fulani kwamba wanasiasa wana tabia za kimaraya. Kwa hili ni genge la wahuni maraya ambao wao waliamini kabisa kuishi kwenye taasisi ni lazima wawe na vyeo. Na sana kwa sababu vyeo walivikosa wameamua kutimkia kule. Sasa wanashindwa kutambua kwamba mwenzao mheshimiwa mwenyekiti mstaafu kwamba bado ni mshauri wa chama, ni mzee wa chama, ni mjumbe wa kamati kuu wa chama wa kudumu. Kwa hiyo hawezi kufananishwa na wao hata kwa chembe, hata kidogo. Kwa hiyo hizo tabia zao za kimaraya kwenye siasa ni vizuri wakafanazo wenyewe. Kwa sababu wao waliamini bila kuwa viongozi hawezi kuwa kwenye taasisi. Mimi unaweza kuzungumza na mimi hapa ni kijana bado mdogo sana. Lakini leo najitambulisha kama katibu wa Chadema wa mkoa mstaafu. Lakini ninaendelea kukipigania chama hiki, kuamini misingi ya hiki chama, na naendelea kutii kabisa kanuni na misimamo ya chama changu. Lakini pia kwenye katiba inaeleza kabisa wazi kabisa sifa na wajibu wa mwanachama. Kwa mimi nilipo hapa naendelea kutekeleza wajibu wa mwanachama ndani ya chama cha Chadema. Kwa sababu ndio Chadema ni kuhakikisha unakipambania, unakisemea, unaendelea kutafuta na kushawishi uungwaji mkono, na unalinda misingi yote, na unaishi maamuzi yote yaliyofanywa na chama chako ili kuhakikisha chama chetu kinakwenda kuchukua hatima ya kuchukua dola. Sasa tumalize na hili kidogo. Ulisema kwamba unatia nia ya kugombea ubunge. Mara uchaguzi huu hapa tayari umefanyika, na unadhani kitu kikubwa ambacho kama ukawa kiongozi tayari, kitu kikubwa ambacho nadhani Igalula ambacho natamani mpaka leo utamani kuingia kabrini mpaka umekifanya, nadhani ni kitu gani kikubwa asikufanya watu wa Igalula? Kama zitafanyika reforms za mifumo ya kiuchaguzi, nitaenda kuwa mbunge Igalula asubuhi sana. Na kwa nini niliwiwa na kutangaza nia ya kuwa mbunge wa jimbo la Igalula? Ni kwa sababu Igalula ni sehemu ya majimbo 12 ya kiuchaguzi katika mkoa wa Tabora. Igalula ni sehemu ya jimbo katika wilaya ya Uyui. Igalula ni jimbo pekee kwa mkoa huu wa Tabora ambalo limechezewa sana na watu wa CCM.
ni jimbo pekee ambalo ukiondoa barabara ya mamlaka ya TANROADS inayotoka Tabora kwenda Singida kwa maana ya kupitia Manyoni, hakuna kipande hata kimoja kwenda kwenye kata pembezoni. Lile jimbo lina kata 11. Hakuna kipande hata kimoja kina kiwango cha barabara hata ya Moram, ni matope. Kwa hiyo kwanza, jambo la kwanza ambalo ninafili kulifanya la kwanza ni kutengeneza miundombinu ya lile jimbo, ili kuweza kuwafanya kata moja na kata nyingine kuwasiliana, kuweza kufanya hata mtu aweze kuona kuna sababu ya kununua hata chombo cha usafiri, hata pikipiki. Wananchi wa lile jimbo wanakosa vyombo vya usafiri, si kana kwamba wamekuwa na maisha chini sana kiasi kwamba hawezi kuenda kununua vyombo vya usafiri, lakini ukinunua kile chombo unakuwa umeongeza janga jingine, kwa sababu kipindi kama hiki cha masika ni kwamba mawasiliano ya kata moja kwenda nyingine hayawezekani. Lakini bado kwenye hoja ya miundombinu nitatoa kwa experience yangu na uzoefu kabisa wa lile jimbo, kata moja ya Roya ambayo ina mto pale unazalisha sana samaki, lakini pale kuna kilimo kikubwa sana cha mpunga. Kuna sehemu kama nusu kilomita wana daraja la miti. Mvua zikinyesha pale, na bahati mbaya sana kata ile na kuja kata jirani pale Roya, kata ambao wanatoka hawana kituo cha afya. Kwa hiyo kipindi kile ni kwamba tunapoteza watoto na mama wajawazito katika kipindi chote cha masika, kwa sababu barabara ile haipitiki. Sasa ni mwenda wazimu peke yake anaweza kufurahishwa na eneo kama lile kuwa vile. Kwa hiyo ninaendelea kusina kuomba serikali hii ambayo imejipa kiburi iweze kusikiliza kilio cha Watanzania, ikafanya reform za kiuchaguzi ili watu makini waweze kwenda tukaliwakilisha lile jimbo la Igalula, na mwisho wa siku Watanzania wa Igalula waweze kuona ni sehemu ya Watanzania, na wao hata waone vipande vya barabara za Moram, na mwisho wa siku wakazione rami. Lakini hoja ya miundombinu iwe mizuri na tuweze kuondoa vifo visivyo vya lazima ambavyo vinaletwa na CCM. Sawa, asante sana, ni kushukuru. Asante. Sawa, na mtazamaji wa Mawengi TV, ilikuwa ni mahojiano kwa ufupi kuhusiana na msimamo wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo, ama chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, ambapo tumeweza kuzungumza na aliyekuwa katibu wa mkoa wa Tabora Peter Kilomba, na ameweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho anakiona na kile ambacho anatamani kiwe katika nchi yake hii ya Tanzania. Lakini alikadhalika tumeweza kuzungumza na Felix ambaye ni katibu wa wilaya ya Sikonge, chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tumeweza kuzungumza kuhusiana na msimamo wa chama chake, lakini vile ameweza kuzungumzia kuhusiana na baadhi ya viongozi wenzie ambao wameweza kuachia nyadhifa na kuweza kujiunga na chama kingine. Mpaka kufikia hapo tuseme hatuna la ziada, ni kusi tuweze kusubscribe channel yetu kama hujasubscribe, ili uweze kuzipata habari zetu zote za burudani, kimichezo, pamoja na habari nyingine zote za kisiasa.